بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ndugu zanguni, bado tupo katika maeneo haya ya Mina, na jana tulikuwa katika viwanja vya Arafat, tukatoka katika viwanja vya Arafat tukaja Muzdalifa, na baada ya kutoka katika Muzdalifa tukaja Jamarat. Wako baada ya kutoka Jamarat walioelekea Maka, na wako ambao walikuwa wamerejea katika sehemu hizi za Mina. Ninachotaka kukumbushia katika muda huu, bado tuelewe kwamba tupo katika kumalizia ibada yetu ya hija. Kwa hiyo kila inapofikia mwishoni kabisa, ni vyema kukaza kamba zaidi na kufanya bidii zaidi ya kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mara nyingi sana watu wanapotoka katika viwanja vya Arafat, wakimaliza kusimama kisimamo kile cha Arafat, katika viwanja vile vya Arafat, basi baadhi ya nafsi zinakuwa kana kwamba nafsi hizo zinaona kana kwamba tayari zimekwisha kufanya ibada na kumaliza ile ibada, kiasi ambacho nafsi hizo zinakuwa ni zenye kuregeza kamba. Lakini zikiangaliwa nafsi hizo kabla ya kusimama katika viwanja vya Arafat, zilikuwa na bidii kubwa sana katika upande wa kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuleta adhkari na kuleta talbia na kusoma Qur'ani kwa wingi. Lakini baada tu watu kuondoka katika viwanja vile vya Arafat, wakarudi wakatoka zao pale wakaja zao Muzdalifa, basi ile bidii ambayo walikuwa wako nayo kabla kufika katika viwanja vya Arafat, bidii ile imekuwa ni yenye kuondoka, na mtu anaona kana kwamba tayari pale Arafa amefanya juhudi ya hali ya juu kabisa na amemaliza mambo yake yote. Ni kweli kwamba wewe umesimama katika viwanja vya Arafat, umemuomba Allah subhanahu wa ta'ala, umemlilia Allah subhanahu wa ta'ala na ukampelekea mashtaka yako yote. Lakini hebu jiulize swali moja, je, mashtaka hayo tayari umekwisha kujulishwa kwamba imekubaliwa? Je, maombi hayo ambayo wewe ulikwisha kumuomba Allah, ulimuomba Allah msamaha, je, msamaha huo Allah subhanahu wa ta'ala ameukubali? Hata kwamba uonekane kwamba kana kwamba wewe kama umekwisha kuletewa barua inayojulisha ndani yake kwamba tayari kwamba yale ambayo ulikuwa umeyaomba tayari kwamba umekwisha kuyapata, umekwisha kusamehewa msamaha. Ndugu zangu Waislamu, Muislamu siku zote anapojielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huwa anaendeleza lile jambo ambalo alikuwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nasaha zangu, ile bidii ambayo tulikuwa tunaifanya tuiendeleze, hususan katika masiku haya ambayo yalikuwa yamebakia, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ayamu Mina, haya masiku ya Mina
ayyamul akli washurbi wa dhikrillah subhanahu wa ta'ala. Masiku haya ya Mina ni masiku ya kula na kunywa, kadhalika vile vile ni masiku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Katika baadhi ya riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja ayyamu tashriq. Kwa hiyo haya yanaitwa masiku ya tashriq au masiku ya Mina. Ni masiku ambayo ya kula na kunywa, kadhalika vile vile ni masiku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuwe ni wenye kumtaja Allah kwa wingi, tuwe ni wenye kumwelekea Allah kwa wingi. Na Allah anasema wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, na mtajeni Allah kwa wingi sana ili mpate kufaulu. Ukikaa wewe soma Qur'ani kwa wingi, ukiwa kwamba unaona kwamba katika jambo la kusoma Qur'ani kwamba labda unahisi kama uchovu, basi lete adhkari, sema subhanallahi wa bihamdihi, sema subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, kithirisha, omba dua, kwa sababu haya masiku ambayo sisi tupo katika haya maeneo ni masiku ya kukithirisha dhikrullah subhanahu wa ta'ala. Na kila utakapokuwa wewe unakithirisha jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo ile ibada yako unaifanya kuwa ni nzuri mno. Watu sote tumekuja katika viwanja hivi kuja kutekeleza ibada ya hija. Wako ambao wanatekeleza wao wenyewe ibada hii ya hija, na wako ambao wanaojia watu. Lakini katika hali zote hizo watu watakuwa ni wenye kupishana, na watakuwa ni wenye kupitana, na watakuwa ni wenye kutofautiana kwa sababu ya ile bidii ya mtu mwenyewe anakuwa anaifanya. Yuko ambaye mwenzake anasoma Qur'ani, yeye anapiga story. Yuko ambaye mwenzake analeta adhkari, yeye labda anakwenda kutembea mtaa wa Mina apate kujua. Yuko ambaye atakuwa anafanya kheri hii na ile, lakini mwingine atakuwa anazembea. Ndugu zangu Waislamu, haya ni masiku ambayo yalikuwa muhimu sana. Tusizembee, tusione kana kwamba tushamaliza, bado hatujamaliza, bali tuwe ni wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi sana. Tuwe ni wenye kumwelekea Allah kwa wingi sana, naomba dua zako kwa wingi sana katika haya maeneo, kwa sababu hujui ni muda gani hasa Allah atakukubalia yale maombi yako. Kwa hiyo ikiwa kule Arafa uliomba kwa wingi sana, basi na hapa vile vile kuwa ni mwenye kukithirisha kuomba kwa wingi sana. Na katika mambo ambayo ya kuyaomba sana Muislamu, muombe Allah msamaha, kwa sababu wewe ukifika mbele ya Allah ukawa ni msafi, ukawa kwamba ni umetakasika na yale makosa ambayo ulikuwa umeyafanya, basi inakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukuingiza katika rehema zake. Hebu tuizingatie aya hii Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum, wale ambao walikuwa wameyafanya machafu au wakadhulumu nafsi zao. Kwa maana mtu amefanya maovu huko ambako anakotokea, au akawa kwamba amedhulumu nafsi yake, akawa amefanya mambo mengi sana, amekuja hapa katika mambo ambayo amebeba makontena kwa makontena ya mizigo ya madhambi. Sasa wewe ukawa unashikamana na jambo la kumwomba Allah msamaha kwa wingi sana, na ukawa unajielekeza kwa Allah katika hali ya kushikamana yale machafu yale ambayo ulikuwa wewe umeyafanya, au nafsi yako kuidhulumu kwa maovu ya ushirikina, maovu ya bid'a, maovu kila aina ya madhambi, ikawa wewe kwamba unajielekeza kwa Allah kuyafuta madhambi hayo, na ukahakikisha kwamba mimi nikiondoka hapa basi nimesamehewa dhambi zangu na nimerudi nyumbani kwamba nimezaliwa upya, kama vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, man hajja lillahi. Katika baadhi ya riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillahi hadha albayt, yule ambaye atakehiji kwa ajili ya Allah nyumba hii, falam yarfuth, ikawa kwamba hakusema maneno machafu, wala hakukutana na mke wake katika tendo la ndoa, wala yafsuku, na wala hakufanya mambo ambayo yalikuwa fasiki, mambo ambayo yalikuwa maovu, raja ka yaumi waladatu ummuhu, mtu huyo anarejea kana kwamba amezaliwa upya na mama yake. Sasa hebu yazingatie haya kwamba wewe mpaka unamaliza hapa kweli utarejea kana kwamba umezaliwa na mamako upya, au kwamba baada ya kumaliza ibada hii ya hija utarejea nyumbani na kuna madhambi mengine umeyachukua kutoka katika miji mitukufu.
Kwa sababu kuna wengine wametoka nyumbani na makosa, wamekuja katika miji mitukufu kuja kujitakasa, lakini matokeo yake badala ya kujitakasa wao wanarejea tena na mizigo ya madhambi. Sasa hebu jiangalie ndugu yangu Muislamu, wewe uko pande gani? Je, upo katika wale ambao walikuwa wanajitakasa kisawasawa ili mtu akarejea nyumbani hali ya kuwa yuko msafi, au wewe ni katika wale ambao kwamba kila baada ya muda unazalisha jambo jingine la maovu, unazalisha jambo jingine la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa jiangalie katika haya maeneo ambao wewe upo. Ikiwa kwamba ni katika wale ambao walikuwa wamejitakasa, endelea na jambo hilo, jitahidi sana uendelee nalo hilo. Lakini ikiwa baada ya kujikagua na kuiangalia nafsi yako na kuihesabu nafsi yako ukaiona kwamba mbona inakusuru hapa nafsi yangu ina mapungufu hapa, ina mapungufu pale, basi kila sehemu ambapo ulipokuwa umepagundua kwamba hapa ndipo panapo kasoro, nilipokuwa nimefanya kasoro, zitengeneze kabla kuondoka katika miji hii mitukufu, katika maeneo haya matukufu. Wallahi ni fursa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuteua wewe, si kwa ujanja wako wala si kwa nguvu zako wala si kwa kitu chochote kile ambacho labda unakiona kwamba hichi ndicho nilichokifanya kwamba mimi ndo maana nikafika katika maeneo haya, bali ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ulimwengu kuna viumbe wengi wa Allah, lakini katika hawa waliokuwa wamewateua mpaka akawafikisha katika maeneo haya ni wewe na mimi. Kwa hiyo kwa kuwa Allah ametuteua kufika katika maeneo haya, hebu muonyeshe Allah, mshukuru Allah kwa neema hii ambayo alikuwa amekuteua, muelekee yeye Allah subhanahu wa ta'ala. As-salafu salih, wema ambao walikuwa wametangulia, walipokuwa wakifika katika maeneo kama haya ambayo ni maeneo matukufu, kadhalika vile vile katika siku tukufu, kadhalika vile vile katika mwezi mtukufu ambao ni mwezi wa mwisho katika miezi 12, wao walikuwa wanajitupa wote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani kuanzia 10 la mwanzo, kuanzia siku ya mwanzo ile mpaka linapofika 10 hili kumalizika, basi wao Qur'ani wanakuwa shahitimisha. Wako ambao wanahitimisha mara moja, wako ambao wanahitimisha mara 2, wako ambao wanahitimisha zaidi ya mara hizo. Sasa leo inakuwaje kwamba sisi tupo katika maeneo haya lakini kwamba hatuzingatii ambacho kilichokuwa kimetuleta? Haya najihusia mimi, lakini vile vile nakuhusieni nyinyi ndugu zangu Waislamu, kwa maana tujitahidini sana katika kushikamana na haya. Katika hii aya tulikuwa tunasema tuizingatie kwamba wale ambao walikuwa wamefanya machafu au wakawa wamezulumu nafsi zao, dhakarullaha, wao huwa wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Wamedhulumu, wamefanya machafu na wakadhulumu nafsi zao, huwa wao wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaghfaru lidhunubihim, huwa analeta msamaha kwa yale ambayo makosa yao walikuwa wameyafanya. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, na ni nani ambaye anofuta madhambi? Hakuna anofuta madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Manake Allah anakuonyesha kwamba wewe kutokana na hayo makosa uliokuwa umeyafanya, jielekeze kwa Allah, Allah atakufutia dhambi zako. Walam yusirru ala ma fa'alu, na wao wanakuwa hawaendelei juu ya yale ambao walikuwa wameyafanya. Wa hum ya'lamun, hali ya kwa wao wanajua, kwa maana yale makosa ambao walikuwa wameyafanya wanakuwa hawaendelei nayo. Sasa hizi sifa hizi, kwanza wamefanya machafu, wakadhulumu nafsi zao, kisha ikawa hawaendelei na yale makosa ambao wao walikuwa wameyafanya, hali ya kuwa wanajua. Allah anasema watu hao, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, hao malipo yao ni kupata msamaha utokao kwa Mola wao, wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, na wataipata pepo ambayo ipitao chini yake mito. Na sisi sote tumekuja kuitafuta pepo hapa. Sijui nani ambaye alikuwa hajaja kuitafuta pepo? Hakuna mtu huyo. Sasa pepo ni ghali, pepo thamani yake ni kubwa sana, si kwa kutoa milioni 16, si kwa kutoa labda milioni 17, si kwa kutoa labda dola 6500, si kwa kutoa labda dola 1500 au 7000 au 6600 ndio kwamba kuinunua pepo. Lakini hiyo ni sababu
ya kukufikisha katika maeneo haya, ukayachuma mambo ya khairati, ambayo mambo ya khairati hayo ukamtakasia Allah ndani yake, ukayafanya kwa ajili ya Allah. Kisha baada ya kuyafanya kwa ajili ya Allah, Allah akayaridhia, akayakubali hayo, yeye akakupa pepo kwa rehema zake na kwa fadhila zake. Lakini si kwa sababu labda mimi nilitoa dola 6500 au si kwamba mimi nilitoa kiwango hichi cha pesa, nimeinunua pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiwango hichi. Pepo ya Allah ni ghali. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya, tambueni, jueni, hakika bidhaa ya Allah ni ghali. Ala sil'ata Allahi aljanna, tambueni kwamba bidhaa ya Allah ni pepo. Kwa hiyo pepo ya Allah ni ghali sana, inahitaji kwamba watu wajitahidi, wajipinde, wajielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa. Tazama maneno ya Allah pala pengine aliposema, am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladhina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, am hasibtum an tadkhulul janna, hivi nyinyi mnadhania tu kwamba mtaingia peponi tu hivi hivi? Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalu min qablikum, na wala hajafika yale ambayo waliofika kabla yenu. Yamewafika mambo gani wale ambao walipita kabla yetu? Masatuhumul ba'sa'u, viliwapata wao vita vikali, viliwapata wao mabalaa, dharra'u, madhara aliwapata, wazulzilu hatta yaqula ar-rasul, asema masatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul, kwa maana viliwapata wao vita vikali, madhara aliwapata, kadhalika vile vile wakatetemeshwa, wakatikiswa katika ardhi, hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma, mpaka akafika kusema mtume na wale ambao walioamini pamoja na mtume, mata nasrullah, nusra ya Allah itakuja lini? Wakaambiwa, ala inna nasrallahi qarib, hakika nusra Allah iko karibu. Na hao mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake walipita katika sehemu hizi, lakini kupita kwao katika hali yao waliopita wao tofauti na sisi. Sisi leo hali tunopita nayo ni ya raha sana. Wallahi, hii sehemu ni sehemu ya jangwa, hii sehemu ina joto kali sana, hii sehemu ina hali ambazo zilikuwa ngumu sana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia wepesi sisi. Yani tumo ndani humo, vioyozi vinatupiga, basi hata kujielekeza kwa Allah ukasema kwamba hebu nishukuru hizi neema ambazo Allah alizokuwa ameneemesha, amenitoa nyumbani mimi, amenileta hapa. Akesha baada ya kufika hapa vile vile kuna hali ambazo nikizilinganisha na hali za maswahaba, mbona ziko tofauti? Wao walipokuwa katika maeneo haya walikuwa na katika hali ngumu. Mimi ninachoamini kwamba ingelikuwa hali ile ndio iko hapa, wengi wetu sisi ingekuwa tungeshindwa kufanya ibada, tungeshindwa kuvumilia, tungeshindwa kusubiri kwa sababu ya udhaifu wa hali ambazo sisi tuko nazo. Kwa hiyo pepo ya Allah ni ghali, ndugu zangu Waislamu. Tujitahidi kwa ule udhaifu wetu ambao ulikuwa tuko nao, basi tujielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha mastata'tum, mwogopeni Allah, mcheni Allah, mwabudieni Allah kwa kadri muwezavyo, kwa uwezo ambao ulikuwa nao. Umechoka wewe kukaa kitako, wakati unasoma Qur'an unaleta dhikri, basi hebu usimama au lala huku namdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni masiku machache, sisi hapa tupo katika kambi ya kuzilea nafsi zetu, ya kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili tukazipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika jambo jingine la kulikumbusha vile vile, katika masiku haya vile vile tutakwenda kupiga mawe nguzo zote tatu zile. Tutaanza nguzo ya kwanza, tutarembea mawe 7, kisha tutaelekea kibla. Mtu ataomba dua zake, asije akalidharau jambo hili vile vile. Kuna baadhi ya watu wanakuwa napita tu, yaani mtu anapita nguzo ya kwanza anarembea mawe kisha wala haombi dua, anakwenda nguzo ya pili anarembea mawe kisha wala haombi dua, anapita tu. Bali usidharau jambo hili ambalo mtume wako sallallahu alaihi wasallam amekufundisha wewe. Ukifika pale katika nguzo ya mwanzo rembea mawe, akisha kitafute kibla wapi kilipo. Ukishakujua kwamba upande wa kibla ni huu, elekea kibla, muombe Allah shida zako. Na wakati huo ukimuomba Allah, fanya kana kwamba hujamuomba ndo kwanza unamuomba hapo.
Baadhi ya watu wao wanaona kwamba ameshamaliza maombi yangu Arafa, tena awacha nipite tu hapo. La, fanya kana kwamba hujamuomba Allah, ndo muombe hapo. Kisha ukimaliza nguzo ya kwanza, nenda nguzo ya pili, rembea mawe. Ukishakumaliza vile vile kitafute kibla, muelekee Allah subhanahu wa ta'ala, muombe shida zako. Ukimaliza hapo, nenda nguzo ya tatu, rembea mawe, kisha baadaye rudi zako katika hema lako. Na huko njiani unaleta talbia, unaleta adhkari na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika siku ya pili ambayo kesho yake, kadhalika vile vile kwa wale ambao watakabakia mwezi 13 vile vile ni katika masiku ambayo ya kurembea mawe. Kwa hiyo pia katika masiku haya tusisahau katika fursa ambayo imewekwa katika nguzo ya kwanza na nguzo ya pili, baada ya kurembea mawe ni kumwelekea Allah na kuomba shida zako. Kila sehemu ambayo utakokuwa kwamba wewe unatekana muombe Allah, basi muombe Allah kisawasawa. Usisemi kwamba nishaomba maombi mengi sana mpaka manake moyo wako kama kwamba unaona huna cha kumuomba tena Allah. Yarejee yale maombi uliyokwisha kumuomba Allah, yale, kwa sababu kila utakapokuwa unashikilia kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo Allah atakapokuwa atakujibu maombi yako. Na yeye Allah anapenda kukusikia wewe unamuomba yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Leo katika mifano ya kidunia tu, mtu anapopeleka maombi yake serikalini au kwa kiongozi, akesha akaona kimya, basi anakumbushia maombi yake, au hayapo, anakumbushia nimeleta barua yangu hii katika jambo langu fulani, lakini mbona mmeona kimya? Kwa hiyo nalikumbushia jambo langu. Hayo mambo ya kidunia, na mtu anafanya mara kwa mara. Sasa vipi wewe kwa Mola wako unakuwa unasahau au unasema kwamba ushamuomba na ushamaliza shida zako, yani kana kwamba huhitaji tena kumuomba? Usifanye hivyo, sababu si jambo la sawa, bali kuwa ni mwenye kumuomba mara kwa mara. Kadhalika vile vile katika mambo ambayo yanasaidia kwamba wewe ujibiwe dua, basi ni kuombea ndugu zako. Muombee ndugu yako Muislamu dua, waombee ndugu zako kwa siri, kwa sababu dua ambayo utakayoiomba kumwombea ndugu yako kwa siri bila yeye mwenye kujijua, dua hii inakuwa ni mustajabu, huwa anaakilishwa malaika. Kila unapomwombea ndugu yako dua kwamba ya Rabbi mjalie ndugu yangu fulani jambo fulani, basi malaika anasema amin wala kabimithli. Allah ijibu dua hii, aikubali, na wewe mfano wake yale ambao unamwombea ndugu yako yakupate. Na haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na as-salafu salih wao walikuwa wanapotaka hasa kujibiwa maombi yao, basi walikuwa wakikithirisha sana kuombea ndugu zao mambo ya kheri. Kwa hiyo usisahau kuombea ndugu zako mambo ya kheri, kuombea jamaa zako yale ya kheri, kuwaombea wazee wako waliokuwa washatangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika waliokuwa hai, lakini kuombea majirani zako, waombea rafiki zako, waombea shoga zako, waombea wale ambao tayari washakufa katika Waislamu, waombee msamaha. Allah ayabadilishe yale makosa yao, yani abadilishe afanye katika mema yao, na makaburi yao ayabadilishe afanye ni rawdatu min riyadil janna. Makosa yao ayabadilishe ayafanye katika mema yao, na yale makaburi yao ayafanye kuwa ni bustani miongoni mwa bustani za pepo. Kuomba hivyo. Kadhalika vile vile waombee wale wagonjwa, sawa ikiwa unawajua, sawa ikiwa wajui, waombee wawe na afya njema, na afya hiyo iwe ni sababu ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah awe ni mwenye kuwainua kutoka katika vitanda vyao, awape uzima ambao utakuwa ni sababu ya kumwabudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ikiwa wewe una magomvi na ndugu yako, basi muombe Allah kutakase, yani ile nafsi yako, usiweke mafundo, usiweke chuki dhidi ya ndugu yako. Na katika jambo ambalo wanajaribiwa nalo sana wanawake, ima mtu na mke mwenzake au mtu na shoga yake wamekwaruzana, basi unakuta kwamba ile magomvi ni makubwa sana, kiasi ambacho nafsi inakuwa ni mbaya sana, nafsi inakuwa ni ovu sana. Sasa umekuja katika sehemu iliyokuwa tukufu, takasa nafsi yako, iweke kuwa ni safi nafsi yako. Ikiwa labda ulikuwa unamchukia mke mwenzako,
basi hebu muombe dua za kheri. Mke huyo, mke mwenzako, muombe dua za kheri. Ikiwa kwamba labda kuna mtu unamchukia, basi hebu muombe dua za kheri, mtakasie dua za kheri, muombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Itakuwa ni sababu ya wewe Allah subhanahu wa ta'ala kukupandisha daraja. Kwani unachokitafuta hapa duniani nini kama si pepo? Sasa inakuwaje kwamba wewe unaweka chuki na ndugu yako? Muombe Allah subhanahu wa ta'ala, itakase nafsi yako, basi Allah atakupandisha daraja, kwa sababu wewe unachokitafuta hapa duniani ni kuridhiwa na Allah na kukuingiza katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, ya kukumbushana yako mengi sana, lakini mwisho kabisa muda huu kuna fadhila ambayo ilikuwa kubwa sana, tusiwe ni wenye kupitwa nayo. Tumekuja kufanya ibada ya hija, tukiondoka hapa manake tuyapate malipo ya ibada yetu ya hija, lakini ndani ya muda huu vile vile kuna malipo ya hija na umra. Muda huu ambao sisi tumeswali swala alfajiri kwa jamaa, na tupo hapa tunakumbushana yale ambayo yanafungamana na Allah subhanahu wa ta'ala, na tukawa tunaendelea na tukawa tunaleta dhikri mpaka jua likachomoza, tukanyanyuka, kila mmoja akanyanyuka kwa swala raka 2. Akiondoka hapo anaandikiwa thawabu za ibada ya hija na umra kwa ukamilifu, pamoja na ibada ya hija ambayo alikuwa yeye amekuja kuifanya. Na haya ni mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema man salla subha fil jamaa, katika baadhi ya riwaya imekuja man salla alfajra fil jamaa, yule ambaye atakayeswali swala asubuhi kwa jamaa. Na sisi hapa tumeswali swala asubuhi kwa jamaa. Thumma qada yadhkurullah, kisha akawa anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala hatta tatlu'a ash-shamsu, mpaka jua likachomoza. Faqama fasalla rak'atayn, akasimama kisha akaswali raka 2. Kana lahu ka ajri hijjati wal umrati tamma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyo akiyafanya hayo, kwanza awe ameswali swala asubuhi kwa jamaa, na sisi bila shaka tumeswali swala asubuhi kwa jamaa, kisha ikawa kwamba mtu amekaa anamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala mpaka jua likachomoza, kisha baada hapo akasimama akaswali raka 2. Akiondoka hapo anahesabika kwamba yeye amepata thawabu za hija na umra kwa ukamilifu. Bali mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye anaposwali swala asubuhi huwa haondoki katika msala wake ambao alikuwa ameswali swala asubuhi. Hadithi ipo katika sahihi Muslim. Hii Mtume kuwa haondoki yeye anaposwali swala asubuhi mpaka jua likachomoza. Anayesimulia Abu Musa al-Ash'ari asema kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha salla al-fajr la yaqumu min musallahu alladhi salla fihi al-fajr. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposwali swala al-fajiri anakuwa anyanyuki katika msala wake ambao alikuwa anaswali kuswali swala asubuhi pale, hata tatlu'a ash-shamsu, mpaka jua linakuwa linachomoza. Jua linapochomoza ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa ananyanyuka katika msala wake. Kwa hiyo hizi fadhila zisitupite tu. Tunafanya ibada hija, lakini vile vile ndani yake sisi kuswali swala asubuhi, baadaye tukakaa tukamdhukuru Allah mpaka jua likachomoza, kisha tukasimama tukaswali raka 2. Na raka 2 hizi wako ambao walisema kwamba ni raka 2 za ishraq, lakini wako ambao walisema kwamba ni raka 2 za swala ya dhuha, na kauli ya nguvu kabisa ni raka 2 ya swala ya dhuha, ukiziangalia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hadithi za Mtume zinaelekeza hivyo kwamba raka 2 za swala ya dhuha. Je, kama mimi nimekusudia kuswala zaidi ya raka 4 swala ya dhuha, baada ya kuswala raka 2 hizi narusika? Ndiyo, unarusika kuswala raka nyinginezo baada ya kuswala raka 2 hizo. Kwa hiyo haya ni katika makumbusho au katika ukumbusho ambao najikumbusha mimi nafsi yangu, kadhalika na kukumbusheni nyinyi ndugu zangu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu, ayafanye matendo yetu haya iwe ni katika mema yetu yatakayotusaidia siku ya kukutana Allah subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuondoshe katika hivi viwanja hali ya kuwa amekwisha kutufutia madhambi yetu na amekwisha kuwabadilisha makosa yetu, ameyafanya kuwa ni katika mema yetu ambayo atatusaidia katika siku ya kukutana naye Allah subhanahu wa ta'ala. Samanini sana kwa kurefusha. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.